Asante. Sisi tumekuwa kule Mapera, tulienda kwa ibada ya makumbusho ya baba yake gavana wetu mwenda zake mzee Nelson Wesonga Lusaka, pamoja na Lay Canon Rhoda Lusaka na mtoto wao Noah ambaye waliweza kufariki mwaka uliopita, na hata mzee miaka 30 iliyopita. Ibada imekuwa ni mzuri sana, na tumekuwa na viongozi mbalimbali wamekuja, wabunge wamekuwa huko, mbunge wa Webuye Magharibi amekuwa huko, tumekuwa na PS, tumekuwa na mbunge mwenyeji Didmas Barasa kule, tumekuwa na watu ambao wametoka katika sehemu mbalimbali. Na mimi nikiwa ndiye msimamizi wa ibada hiyo, ilikuwa ni ibada yangu. Na kwa sababu ni ibada yangu, waliokuja wote walikuja kushiriki pamoja nami katika ibada ya siku ya leo, ya kuweza kusherekea maisha na kazi ya mwenda zake ambaye tulikuwa tunakumbuka siku ya leo. Maneno ambayo inatembea katika mitandao ni kawaida ya watoto ambao wanaishi kwa kulipwa shilingi 200, shilingi 100, shilingi 50 ili kuharibia watu majina. Kama watoto hawa wangelikuwa Wakristo kweli na ni waaminifu na wanaweza kusema ukweli, wangeweza kujua huyu ni mtu wa aina gani ambayo unaweza kutaja kama broker. Mimi siwezi fanya broker. Mimi niliitwa ili niweze kufanya kazi ya Mungu ambaye nimetenda leo, Didmas akiwa mmoja wa waumini ambaye niliweza kuongoza kwenye maombi katika hafla ambayo imekuweko siku ya leo. Kwa hivyo si jambo ambalo linafaa sana mimi niweze kulisungumzia wakati kama huu. Nafikiri mungeweza kuuliza Mheshimiwa Didmas mwenyewe aweze kuwaambia kama mimi niliweza kumuunga mkono siku ya leo, ama ni jambo gani niliweza kutamka wakati huo nikiwa katika ibada hii. Didmas ni mtoto wetu, Mheshimiwa Timothy ni mtoto wetu, Mheshimiwa Wangamati ni mtoto wetu, na iwapo mtu anatafuta kiongozi, tunatafuta kiongozi mkomafu, kiongozi ambaye atalinda rasilimali ya watu wa Bungoma, tunatafuta kiongozi wa amani, kiongozi ambaye atakuza rasilimali za Bungoma County, na tena ataweza kukuza talanta za watoto wetu vijana na hata wakina mama kuweza kuingia katika miradi mbalimbali ili waweze kuchangia maendeleo ya kaunti hii. Basi wananchi wenyewe wanajua ni mtu gani watapigia kura katika eneo hili la Bungoma. Sisi kila mmoja kikatiba hapa nchini Kenya anaweza kutoa maoni yake, na mimi nikitoa maoni yangu isije akiwa ndio chanzo cha matusi, kwa sababu kikatiba nina haki ya kusema ninataka huyu na sitaki huyu, na wewe pia una ile haki, unaweza kutaja ni nani unayetaka. Sio ya kwamba uniambie mimi ni broker, mimi ni nani. Lakini hilo jambo nalifurahia sana, kwa sababu ni kumaanisha sauti yangu ina uzito katika kaunti ya Bungoma. Kwa hivyo iwapo wale wanaowania hizi nyasifa ambazo wanakimbilia, basi waje tusemezane. Kama wanajua sauti yangu inahitajika, basi tujue lile ambalo tunaweza kufanya kuendelea kuanzia sasa kuendelea mbele. Lakini mambo ya kimilili kuwa mzuri, na sisi tunataka kushukuru sana Mungu kwa ibada hiyo. U-turn kutoka kwa kitu gani? Mtu akifanya maoni yake katika maoni niliyotoa wiki 2-3 zilizopita, mimi sikutaja mtu, nilitaja mtu mmoja. Nilitaja Mheshimiwa Timothy Wanyonyi, sikutaja mtu yeyote mwingine, sikutuzi mtu yeyote mwingine. Lakini nimeendelea kupata vitisho vikinitishia maisha yangu, na hata kulikuwa na jaribio karibu niweze kuchukuliwa usiku na vijana ambao walikuwa wametayarishwa kwenye barabara ambayo mimi hutumia nikitoka hapa West FM usiku. Leo hii nikiongea hivi, kama polisi hawangefika kwa wakati, ningelikuwa nimekufa mimi, kwa sababu ya mambo ya siasa ya Bungoma. Kuua watu, kutishia watu
Kufanya furugu sio siasa, hiyo ni uuaji. Na kwa hivyo mimi nataka kuwaombea wote waendelee kufanya kile kinyang'anyiro ambacho kitaweza kuwa ni cha kutafuta kiongozi mzuri, wapate kiongozi aliye mzuri. Lakini kusema U-turn ilikuwa kwa nini? Ibada ilikuwa yangu, nafanya U-turn kutoka kwa ibada ama nafanya U-turn kutoka kwa kitu gani? Mimi nilienda kufanya ibada, si kuenda kwa siasa ya mwanasiasa hata mmoja. Hata nilipokuwa kwa hilo boma, si kusema ya kwamba ninamuunga Ken Lusaka kama gavana wa Bungoma. Nilienda kuzungumzia jambo la kwenda mbinguni, na hiyo ibada niliitoa nikiweza kuambia watu tuabudu Mungu, sio ya kwamba niweze kuidhinisha mtu fulani aweze kuwa mtu fulani. Kuna mzee mmoja anaitwa Abiud Wasike ambaye alikuwa PS katika serikali siku za enzi ya mwenda zake Daniel Toroitich arap Moi. Alitoa hoja yake vizuri sana, na alikuwa akiwasihi wanasiasa wa Bungoma wajifunze kuwa na nidhamu, waweze kuchukua mwelekeo ambao ni wa ukomavu katika hali ya kisiasa. Na tena akawaambia watoto waanze kuheshimu watu wazima, watawala katika nchi hii, wawe kanisani, wawe katika masuala ya uongozi. Lakini watoto walionekana wanampikia yule mzee wa miaka 95, wanampikia kelele kule nyuma. Ilikuwa ni aibu kubwa sana. Na walifanya hivyo kwa sababu wamelipwa shilingi 200, wamelipwa shilingi 50 kwa kufanya hivyo. Wao ndio walikuja kwa sababu njaa ilikuwa imewaleta. Kwa nini hawakukaa kwa viti, wanakaa huko nyuma kwa barabara kupigia watu wazima kelele? Hao ndio walikuja wakiwa na njaa ili niwapatie chochote. Na nilipotoka katika ibada hii, wengi walikuwa wanajishikilia kwa gari langu wakikimbilia ya kwamba niwasaidie wamelala njaa. Sasa wanageuza inakuwa ni mimi ndiye natafuta. Mimi nilijishikilia kwa gari ya mtu gani? Hawa ndio nilikuwa karibu gari yangu inakanyaka wengine, na ndio hao watoto sasa wanaandika mimi kwa mtandao. I wish them well. Na kama wanaweza kufikiria hiyo ndio njia, basi waende kwa uchaguzi wapite, kama hiyo ndio njia ambayo wanaweza kutumia kwa kampeni. Watu wa Bungoma, kile naweza kuwasihi tu, hasa viongozi, tuongoze kwa unyenyekevu. Mambo ya kutusiana kwa mitandao sio mambo mazuri. Wanawake kutusiana, especially women in leadership. Please let us sell policies, agenda, vision, purpose. Let us not get personal, and let us not get physical. Leadership is just about policy. And if we want the people on the ground to respect us, what we say and how we address one another is going to be very key and crucial. The church and the state should respect each other. The politicians should not just think that because they are politicians that they are above everybody. Church leadership is also leadership. So all I can encourage people is to learn to respect each other and to stop spreading malice and confusion. Bungoma is in transition, and we need a peaceful transition. Let the people decide, but let them decide with respect. Let us desist from inciting the young people. It is not good when we incite children, we give them a few coins to insult others, to hurl insults. It's not a good thing. Let us focus on the youth and find out how they are going to be empowered and how they are going to be part of the national agenda and manifesto. My names are Purity Nekesa Wasike. I'm a reverend in the Diocese of Bungoma.